Urusi inasema ikiwa vita kati ya Iran na Israel itaendelea katika wiki mbili zijazo, kanda ya Mashariki ya Kati haitakalika na itatumbukia katika dimbwi la ukosefu wa utulivu na vita. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema siku ya leo Ijumaa. Kwanza kabisa, nchi zinapaswa kuweka mstari mwekundu kwa sababu eneo hili sasa linatumbukia kwenye dimbwi la ukosefu wa utulivu na vita. Marekani na Israel wanaitumbukiza Mashariki ya Kati katika dimbwi la vita vikubwa ambavyo athari yake itakuwa kubwa katika siku za mbeleni, Peskov aliwaambia waandishi wa habari kando ya kongamano la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg SPIEF la mwaka 2025. Kuongezeka kwa hali katika Mashariki ya Kati kunakabiliwa na upanuzi wa kijiografia na ushiriki wa washirika wapya. Peskov alisema, "Tuna wasiwasi, unajua. Tumesema mara kwa mara kwamba hata rais wa Urusi Vladimir Putin ana uwezo wa kutoa masharti ya upatanishi ikibidi. Huturuhusu kutoa huduma hizo ikiwa ni lazima. Ni vigumu kusema ikiwa zitakuwa na mahitaji," Peskov alisema. Urusi na Israel zina njia ya kufanya kazi za mazungumzo, msemaji huyu alisema. "Hadi sasa tunaona hamu ya Israel ni kuendelea kupigana, angalau ndivyo anavyotangaza rasmi nia hizi," Peskov alisema, na akiongeza kuwa kuna matumaini na fursa kwa juhudi za kidiplomasia kwa hali ya Mashariki ya Kati. Peskov aliongeza. Na Juni 13 Israel ilianzisha operesheni kubwa iliyopewa jina la Rising Lion, ikisema ililenga shabaha za kijeshi na vifaa vya nyuklia vya Iran. Jeshi la anga la Israel lilifanya mashambulizi kadhaa kote nchini Iran, ikiwemo mjini Tehran, na kuua maafisa kadhaa wakuu wa jeshi la Iran pamoja na wanasayansi kadhaa wa nyuklia. Iran ililipiza kisasi kwa kuzindua operesheni za True Promise 3 baada ya jioni, ambayo ililenga shabaha za kijeshi ndani ya Israel. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia The World News.